Utafiti wa shirika la kitaifa kuhusu takwimu za watu KDHS wa mwaka wa 2022 unaashiria kuwa ni idadi ndogo sana ya kina mama kutoka jamii zinazoishi kaskazini mwa nchi wanaojitokeza kupata vipimo vya saratani. Hali hiyo imesababisha kampeni ya kutoa hamasa kwa kina mama katika maeneo hayo kufanywa kwa njia tofauti sana. Wataalamu wa saratani wanafanya vikao vya usiku katika mandhari ya kitamaduni ili kuwafahamisha na kuwashirikisha kina mama katika juhudi za kukomesha ugonjwa wa saratani ya mlango wa uzazi. Boniface Barasa anaarifu zaidi. Ni majira saa 2 usiku, kijiji cha Lanat, Samburu Mashariki kimevutia shughuli chungu nzima. Akina mama wanawakaribisha wageni kwa nyimbo. Kisha wanaketi kwenye mviringo wakiota moto ulioko katikati. Mazungumzo ya hamasa kuhusu saratani ya mlango wa uzazi yanaanza. So today here in Samburu County, we are having a bonfire where we are going back to tradition, where we sit around a bonfire just to discuss issues affecting women, including FGM, including cervical cancer. We know this is the month of cervical of awareness on cervical cancer. Lakini ni kwa nini kampeni hiyo inaendeshwa vijijini usiku namna hii? Samburus or the Maasais, it's a way of coming together. So especially in the evenings when all work is done, we all come together around a bonfire, give stories, experiences of the day, and that's a good way to gather people and pass information. It is going to combat the worrying numbers. Mazungumzo hayo yanawapa fursa ya kutoa mitazamo yao kuhusu ugonjwa wa saratani na pingamizi zao dhidi ya chanjo ya HPV inayotolewa kwa wasichana wachanga ili kuzuia saratani ya mlango wa uzazi. So the HPV vaccination has had a lot of myths and misconceptions, especially in the amongst the indigenous communities in Kenya. Most people think it's a form of family planning, but it is not. It's a form of prevention of cervical cancer. Ametuletea mashindano, tulikuwa tulikataa hiyo mashindano. Sasa tumekuja kufuzwa, sasa tumeelewa. Sasa tutapatia wasichana wetu wadunge. Nashukuru mkuja kutusaidia kujua hiyo ugonjwa ya kansa, kwa sababu hiyo ugonjwa ni mbaya. Ripoti ya utafiti wa KDHS mwaka 2022 inaashiria 5% pekee ya wakazi wa kaskazini mwa nchi ndio walio na ufahamu kuhusu saratani ya mlango wa uzazi. Ni mchakato unaozidisha juhudi za kuendesha hamasa ili kukabili saratani ya mlango wa uzazi, ila masuala yanayoibuka hapa ni endapo jamii ya wafugaji itaitikia mwito huo au la. Boniface Barasa, Runinga Citizen, kijiji cha Lanat, gatuzi la Samburu.